kumbukizi ya siku ya kuzaliwa kwa moja kati ya wasanii ambao wanapatikana kwenye familia ya Clam Vevo, kwa maana kwamba Vevo Hood ni miongoni mwa watu ambao wamefika usiku huu. Ni pamoja na ndugu yetu hapa anafahamika kwa jina la Tajiri Matula, kama vile ambapo ameshiriki kunako tamthilia ya Big Boss 2. Nazungumza naye atuambie kile ambacho kimemfanya yeye binafsi aseme na mimi nahudhuria kwenye siku hii, siku adhimu kabisa kwa ndugu yetu Skitu. Mzee wangu inakuwaje? Kama kaida baby, mambo naenda fresh. Karibu wote na Skitu, mbali na kwamba tu ni msanii mwenzako, kuna kitu ambacho kimekufanya useme mimi naenda, ambacho kimeunganisha? Sisi Vevo alipotulea ametulea kifamily sana. Kwa hiyo linapotokea jambo kama hili au linapotokea tatizo kwa mwenzetu, basi tunashirikiana naye. Aidha una karibu naye au una ukaribu naye. Lakini mazingira ambayo tulea sisi Vevo au mazingira aliyotupa sisi ni ukaribu sana, kwa hiyo huwezi ukaepuka. Kwa hiyo tuko very close kwa kila mmoja ambao unamwona hapa. Yuko close kwa mwenzake. Yeah. Kwa hiyo na ukaribu mkubwa sana na Skitu. Kuna namna yote sanaa ya Skitu imesababishwa na Tajiri Matula? Naweza nikasema kwa asilimia zake, kwa sababu mimi Skitu nimemsimamia, nimemkuta kama sikosei msimu wa pili katika Skitu. Kwa hiyo nikamweka sawa, nikamwelekeza na mazingira mengine akaweza kuelewa ya kisanaa. Kwa hiyo naweza nikawa na asilimia zangu, sijui kwa yeye anavyoona, lakini mimi binafsi nilimdirect Skitu. Na kama unavyojua director ndio kiongozi wa filamu au kiongozi wa series. Kwa hiyo ndio nilomuongoza Skitu. Bali ya kuwa tu msanii, role yako nyingine ni ipi kwa pale kwa Clam Vevo? Mimi ni director mzee. Mimi na direct na direct na kuigiza. Act and directing. Na zipi na ipi ambayo imepita kwenye mikono yako kama director? Alhamdulillah, mimi nimesimamia kazi mbili. Skitu msimu wa pili. Skitu na Big Boss. Bwana mimi mtu wa uswazi kweli, zile piga singeli zimenichanganya kidogo. Kama kwenye show hivi. Yaani hapa ni akili kidogo imeruka. Si unajua ni mtoto atemeke. Kwa hiyo mimi singeli kidogo imeruka. Kuna muda unakuwa kama manager kwa ndugu yako. Na yani inatokea kuna muda, si unajua ile. Kama nikiwa sina kazi na nakusupport tu, lakini sio kama official management. Mwenyewe anataka lazima tuzetu sehemu fulani, tufanye kitu fulani. Ndio mwingine anajifunza kwa sababu mdogo wangu uko kwenye game muda mrefu. Kwa hiyo napata misingi ili niweze kuelewa sanaa inataka nini. Kwa sababu mimi mgeni ujue. Mimi napata umaarufu mwaka huu mzee wangu. Inawezekana kuna namna fulani inamuongezea kujiamini anapokuwa wewe upo pale. 100% kwa sababu before ni voice ajawa pale, mimi ndio nilikuwa namsimamia. Fanya hivi, hangaika naye sana. Muziki unahitaji hivi, muziki unataka nini? Strategy zote nilikuwa nampa. Na mwenyewe akijiongeza ndo mpaka leo hii yuko pale. Voice ni msikivu sana, yani ukimwambia kitu anakuwa anasikiliza. Wewe unajua wewe hujui. Kwa hiyo inawezekana kwa namna moja ama nyingine inamsaidia kwa sababu anasikiliza watu wengi. Ila yeye mwenyewe ana akili, anajua anachakachua cha kipi na kipi kizuri, cha nani kibaya. Yes. Kama usingekuwa mwigizaji unahisi ungekuwa wapi? Nisingekuwa mwigizaji kusema kweli sidhani, kwa sababu nilikuwa ndoto yangu. Ningepambania. Lakini kama ningeshindwa kabisa, basi ningekuwa kama Alajet the DJ. Ningeanza kutafuta wasanii kuproduce wa singeli, niweza kuipush muziki wa singeli. Kiachana hivi tunapenda sana muziki wa singeli. Ndio maana nilipokuambia ilipoanza beat tu akili kidogo ikaruka. Kwa sababu gani? Ni asili yetu. Na istoshe mdogo wangu kafanya. Na mdogo wangu ndio president. Kwa hiyo kiachana na president mdogo wangu mimi ningeusimamia sasa. Wewe niweke sawa hiyo president wa nini? President wa singeli, swali gani la kuniuliza hilo? Ile si rais wao bwana, hebu subiri ratibu. Temeke kuna vijana sasa hivi wamechipuka wanaimba balaa, pagala kuna vijana wanaimba balaa. Hiyo hatupingi. Pagala, Mwananyamala, kuna kina Maluma, kina Don Breeze, hao wote wanaimba. Wakina Muntadi, hao wote wanaimba. Hao wakina Muntadi wote tunajuana nao. Lakini rais wao ndio yule bwana. Mwenyewe wanasemaje? Wanakubali kwamba dini rais wao. Sasa wewe ukatae ukubali, wewe unamweza. Wewe unaelewa? Usikubalie wewe. Mimi sikubali. Yule ndio baria. Ameng'ang'ania. Yaani anaimba anapotaka yeye. Wewe unaona nani singeli alifanya vile? Wengine wote watabaki lakini yule bwana afanya singeli anapotaka yeye. Ana rap, anaimba. Yeye ndo anafanya singeli anapotaka yeye. Yeye anafanya beat anapotaka yeye. Wakati dia anaingia Wasafi, kuna namna fulani kama muziki wake ulibadilika hivi. Alikuwa anaimba lakini akaingia kwenye bongo flavor. Maneno yalikuwa ni mengi. Wapo ambao wanasema kwamba ndio wanapotea huyo, asiki popote. Ilikuwa inawatisha tamaa kama familia, kama watu ambao mnatamani maendeleo zaidi kidogo. Kaka, nisema kitu kimoja. Mimi binafsi 90% ya wadogo zangu wanapatishaga structure yangu. Mimi binafsi katika diary yangu hakunaga kitu kufeli. Binafsi ningekata tamaa mimi kwa sababu mimi naanza Big Boss, maneno yalikuwa kibao kama unaona. Huyu mtu fulani ningekata tamaa mimi. Kwa hiyo mdogo wangu kitu cha kawaida. Alafu sasa sisi industry tumeanza kuielewa muda mrefu. Kwa tunajua
mashabiki wanataka nini, wanatajika kupewa nini. Umeelewa? Mimi ndo naanza bikosi au hatumuelewi. Nikaja kuwagongea msumari kwenye pasua kichwa. Kumbe mtu fulani azaki na wagongea msumari katika jumba la maajabu. Wenyewe wakikataa wanasema yes, kumbe umeona mtu fulani. Kuna namna fulani unahisi kwamba tumeteseka sana kufikia hapa ambapo tupo. 100% tumehangaika sana. Binafsi kama mimi na mdogo wangu tumehangaika sana. Tumelala sana ma studio, tumehangaika sana. Sisi tunaona tunashikana kwa sababu chemistry ambayo ilianza ni muda mrefu. Umeelewa? Mimi voice ndo nilifanya nikutane na Clam kwa sababu aliona hustling tulizo kwa tunazifanya kwa pamoja. Tushangaika pa kutosha. Kaona blaza kaa pale, kula maisha pale, mimi niko safe plan. Umeelewa? Moment gani ya kuumiza zaidi ulishawahi kudharaulika kipindi hiko unajitafuta kwa hapa? Moment ambayo iliniumiza zaidi ni kwamba kuna mtu aliniambia kwamba hautafika mbali sana. Hautatoboa. Yaani alishaniambiaga hivyo kwamba nyeupe, yaani nyeupe hautatoboa. Anakutazama hivi. Hauna sana hiyo, nikamwambia sawa. Mimi nitakuonesha mimi nafanyaga nini. Mimi binafsi kama nilivyokuambia dali yangu hakunaga kufeli. Kwa hiyo kurudisha nyuma mimi nasogea mbele mzee wangu. Huyo mtu yupo? Yupo na tunakutana kwenye industry. Anasemaje? Aseme nini sasa? Vipi kama vyote mtaani, unaambiaje mademu na anyway wao? Anyway. Mungu tu kaka. Wewe kibana Mungu anakujua. Mwisho siku ulikuwa adui, mwisho siku unaanza kunikubali. Fanya kazi fulani nafanya na wewe na kueleza kwamba mimi hapa sipiki sehemu fulani kwa sababu yako wewe. Wewe uliongea ulilopoka. Ila nguvu zipo. Sasa hivi mtaani utaeleza nini ndugu yangu? Wewe unaeleza nini watu wangu wa mtaani? Umeshakutana na comment wanasema kwamba wewe umetoboa sababu ya mdogo wako. Hamna comment hiyo. Lakini hata akisema sio mbaya, ni kweli nimetoboa kwa sababu ya mdogo wangu. Yeye ndo alifanya niwe pale. Na kizuri ndugu yangu bwana, mimi ndio mtu baki. Yule ndugu yangu kaka. Kwa hiyo yani akisema kwamba nimetoboa kwa sababu ya ndugu yangu, ni kweli yule ndugu yangu amesababisha niwe pale. Nataka nisaidie nani sasa? Unakopa miuzi? Lazima yani kwamba lazima ndugu yangu anishike mkono nikae sehemu fulani kwa sababu ya maisha is journey. Umeelewa? Leo mimi nimekaa sehemu fulani, kwa vile inawezekana kesho na kesho kutwa nikamshika Dibwesi sehemu ambayo yeye azanii, mimi nikamsaidia yeye. Kwa hiyo ipo. Tuzungumzie Big Boss 2. Moja kati ya kazi ambazo binafsi nimekufahamu kupitia kazi hiyo. Kwanza nikupongeze, moja kati ya watu ambao wanazungumzwa sana. Kwanza kwa mazuri ama kwa mabaya, ukiwa staff kuzungumza ni kawaida. Natamani nifahamu kwa mara ya kwanza Clam anakuambia kwamba unakwenda kupa husika hapo, ulijisikiaje? Kusema ukweli kwanza kabisa nimefurahi kitu kimoja kwamba Clam kaniamini. Katika legend wa YouTube ukizungumzia Clam yupo. Wapo ambao wafanya kina Baba Johan, kina Steve Moss, lakini Clam alikuja kuonesha ni chachu kwa sababu ya vitu vikubwa ambavyo alivyovifanya. Kwa hiyo kipindi naambiwa napata casting kwenye Big Boss, alinipigia simu nilikuwa niko mtaani kwa bibi mkubwa Temeke, nienda kumsalimia. Ananiambia anko, kwa sababu anamcheza kwenye tabia yangu. Anko, kuna karakta fulani. Hivi unaona napita nani? Nikamwambia hiyo napita mwenyewe. Nikamwambia hiyo napita mwenyewe. Alikuuliza kama msanii au kama director? Kama director aliniuliza, wewe kama director unaona apite nani? Nikamwambia hiyo napita mwenyewe, hakuna mtu atakayeweza. Uliona nini? Niliona mabadiliko, niliona new character, niliona industry inahitaji mtu mpya ambaye atakaweza kukisi. Kiukweli niliangalia uwezo wa wasanii. Watu wengi kwanza walikuwa wanaogopa ile character kwa ukubwa ambao walikuwa nayo. Ila mimi nikamwambia nitaicheza hii character na itaenda vizuri. Na ni kweli hawakuamini kusema kwamba mbona umekubali chapu, umeelewa? Kwa sababu anaelewa mazingira ya wazazi wangu, anaelewa mazingira ambayo tulielewa. Sisi tumelelewa katika mazingira ya kidini sana. Kwa hiyo yeye akasema, "Unacheza kweli yangu?" Kweli. Mshasiku akaniita hadi kwake, njoo. Wewe bwana unacheza kweli? Nikamwambia mimi naicheza kweli. Hakuamini. Unacheza kweli kwa sababu mimi ninaanza kazi nimwambia mwaka huu sitaki kuigiza. Nimwambia mimi nitaanza kuigiza 2027. Lakini baada ya kunigia ile character nikamwambia basi sawa. Mimi nitaicheza hii character. Nilisema 2027 kweli nitaanza kuigiza, lakini hii character nitaicheza kwa sababu naona kabisa hakuna ambaye atakayedeserve, atakayefanya makubwa. Akaniamini, akanipa character. Namshukuru sana Clam Devo. Ushawahi kujuta kuwa kwenye hiyo character? Na sijawahi kujuta. Mimi ni msanii mzee wangu, najutaje? Mimi naonesha uwezo. Wewe unavyofikiria ila mimi nakuonesha uwezo. Mimi ukitaka nicheze vyovyote nacheza, ila inategemea unapunga kiasi gani. Kama nalipa hela ndefu sana kucheza ile character. Kwa hiyo usije ukaingia mfumo kifofo ukasema mimi nitachezesha sehemu fulani. Blaza utanichezesha ila una kiasi gani? Nitamani niingie kwenye hilo swali ambalo umewahi kulitoa. Ulitamanishwa shilingi ngapi ukasema mimi nakutoa kwa hela hiyo? Kusema kweli siwezi kusema shilingi ngapi, ila ni hela nyingi ambazo ninazolipwa. Mzee wangu hela nyingi ninazolipwa. Inawezekana mwezi wa 12 sifike nikanunua gari. Sasa jifikiria. Kwa sure mzee wangu. Kwa sana yangu hii hii season 2 analipa kama ana hela mzee wangu, unamwonaje kama ana hela
kama kuwekeza. Ukiangalia Big Boss unaona inawekezwa kwa shilingi ngapi? Location ya kutosha. Yule bwana kaenda Ulaya, unajua usisahau mzee mwenzangu. Sio kama kaenda Ulaya rafiki yangu mshala na ulikuwa mimi hapo mimi naigiza na kudirect kaka yangu. Kazi mbili ndugu yangu. Kwa mtu yote ambaye anataka kufanya kazi na mimi kidogo aangalie mfuko. Bwana Matulu anataka kudirect, nitampa mkeka wangu sababu mimi na mkeka wangu. Nikidirect episode moja nalipwa shilingi ngapi? Nikidirect scene moja nalipwa shilingi ngapi? Nikifanya scene moja huko na direct na kuigiza nalipwa shilingi ngapi? Kwa mkataba unaruhusu, lakini mkataba unaruhusu kama ana hiyo. Yaani akataza kwamba usifanye same fulani. Msingi nalipwa nini? Na sio wewe tu, mimi mwenyewe unalipa nini kaka? Kwa hiyo hata kama una siri zako unataka nikuigizie na kudirectia pia. Ila unaweka shilingi ngapi kaka? Hapo ndio zinapokutoka za pua. Comment zinasemaje? Ndugu jamaa, marafiki, washikaji, familia, wazazi kwenye karakta yako. Ndio una karakta ngumu. Kusema kweli kipindi naanza ilikuwa mtihani, lakini alhamdulillah watu wakaelewa nini ambacho tunachotaka, nini ambacho tunachofanya. Wakawa wameelewa na mpaka sasa comment nzuri. Ukiangalia YouTube mtu ambaye anasifiwa sana. Ukikuta katika top 5 ya Big Boss Unicourse, utakuta anasifiwa Bailamu, utakuja kukuta anasifiwa Tony Mnyama, utakuta anakuja kusifiwa mimi. Utakuta anasifiwa Mkango, utakuta kusikia anasifiwa mwanangu Kiulizo. Lakini bila kusahau kabisa, shout out kwa mwanangu Kiulizo. Shout out sana. Kiulizo ni mtu fulani mume mwenzangu. Sasa behind ya mume mwenzangu, mimi na Kiulizo ni marafiki sana, uweze amini. Wow. Ni marafiki sana. Yaani ni watu ambao tunashirikiana katika kila jambo. Sisi tunashirikiana hadi kukaa live. Ule mimi na account yangu ile nakaa live kwenye account ya Kiulizo. Hapo mna shida. Hamna shida. Yeupe mwanangu mzungu. Kiulizo mzungu katika wazungu. Kiulizo hakuna kama yeye. Bevoudi nzima hakuna kama Kiulizo. Anafahamu hayo ambayo anamwambia. Anajua mimi sina mchana kweli, naambia mwanangu wewe mwanangu naoma sana. Hata leo hii nahisi kabisa watu wasingeniona hapa bila Kiulizo. For sure. Since day one. Jamaa anachanganya mmoja hapo huyo. Umenichanganya umekuja hapa. Unasemaje?